Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 20 ya mwezi wa 4 mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku ya Jumapili. Kwa moyo mkunjufu kabisa ni kualiki kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, kubwa nikikwambia heri ya sikukuu ya Pasaka. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbushe, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok, bila kusahau mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini pia usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sana kwa kuwe mdau ambao unaandika comment. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ripoti utendaji BBT kutolewa kila mwaka. Bashe ataja mafanikio yake, asema imebadili maisha ya vijana. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Msekwa afichua siri ya kuzaliwa muungano wa habari katika ukurasa wa 5. Mchungaji auawa tuhuma ushirikina, wanne mbaroni, alituhumiwa kuhusika na kifo cha katekista. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. CCM yaipongeza ACT kutosusia uchaguzi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili imeandika 7 wafa ajali ya ambulance Toyo Mafinga. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. TAMISEMI yatoa maelekezo ajira za mikataba. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Chama cha Makini kutoa fomu bure wagombea wanawake. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti ya Habari Leo katika ukurasa wake mbele limeandika Majaliwa aomba viongozi wa dini kuombea uchaguzi. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Katika ukurasa wake mbele kumepambwa na habari, picha ikimwonyesha waziri wa madini Anthony Mavunde akiagana na viongozi wa kanisa la Kemeli Assemblies of God KAG baada ya kuhudhuria ibada ya kusimikwa kwa askofu mkuu wa kanisa hilo Dr. Evans Chande wa pili kushoto Dodoma jana. Undani wa taarifa hizi ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Pasaka simanzi kwa familia 7. Wakazi 7 wa mtaa mmoja wafariki kwa ajali ya ambulance Toyo, walikuwa wakienda kibaruani shambani. Wengine 15 wajeruhiwa, aliachwa na Toyo simulia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Nukuu iliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ya mganga mkuu wa wilaya Dr. Linda Seleko ikisema ungejaribu kufikiria kwa hali ya kawaida watu 22 kupanda kwenye Toyo ni wengi sana. Wananchi, hata kama tunatafuta fedha, lakini tutafute kwa njia salama. Unaweza kuona kuwa nia yao ilikuwa ni kwenda shamba, lakini wengine wameshia hospitali na kupoteza maisha. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili imeandika kivumbi mirathi ya Agostino Mrema. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 20. Dar es Salaam, mahakama ya rufani imekataa kujadili uhalali wa ndoa kati ya aliyekuwa mwanasiasa mkongwe nchini Agostino Mrema na Doris Mkandala kwa kuwa suala hilo halikuwahi kutolewa uamuzi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 20. 150 idadi ya siku ambazo Mrema aliishi na mkewe Doris baada ya kufunga ndoa kabla ya kufikwa na umauti. Gazeti hili limeandika kaunga ilivyogeuka lulu da, ila ni hatari kwa afya yako. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Lakini pia gazeti hili limeandika Lundenga ameondoka na rekodi zake kwa Miss Tanzania. Tasnia ya urembo nchini imepata pigo kufuatia kifo cha aliyekuwa mratibu wa mashindano ya Miss Tanzania Hashim Lundenga maarufu kama Uncle Lundenga, ambaye anatajwa kama mtu aliyefanya shindano hilo kuwa maarufu. Amefariki dunia jana. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 22. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika
maumivu mazao kuzuiwa kuingia Malawi yaanza, habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Tulitazame sasa gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Chadema yataja sababu Lissu kuhamishwa gereza, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Ajali ya ambulance Toyo ilivyopoteza maisha ya watu 7, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gazeti Nipashe limeandika makala maalum Basaka ni zaidi ya kufufuka kwa Yesu, habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. CAG abaini udhaifu wa mikataba ya biashara carbon, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. IMF ya kunwa na Tanzania uboreshaji wa uchumi, habari katika ukurasa wa 5. Maisha yalivyo, hawa ndio waliopenya kukubali mabadiliko, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 11. Gazeti Nipashe michezo limeandika Messi nilitaka kurudi Baka, habari katika ukurasa wa 22. Lakini pia gazeti hili limeandika Yanga yani kasiri kuichapa Fontaine, habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Ndilo gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni wakati mvua za masika zikiendelea nchini, mamlaka yataka tahadhari zichukuliwe, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Kamati baraza la wawakilishi yakagua shughuli za uchapishaji magazeti ya Zanzibar Leo, habari katika ukurasa wa 6. Waziri Tabia ataja mafanikio kiutendaji ZBC, habari katika ukurasa wa 2. Ujumbe wa Iran Marekani kuhusu nyuklia wakutana Italia, habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi. Habari picha inamuonyesha rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi akiitikia dua wakati alipokwenda kuifariji kwa mkono wa pole familia ya marehemu Harub Mohamed Kasim huko Michungwa Miwili, mkoa wa Kaskazini Unguja. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo. Gazeti Mzalendo ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Wasira awatolea uvivu wanaobeza maendeleo, asema wengine wanasema hakuna kilichofanyika, ni vijana waliosomeshwa bure chuo kikuu, awaambia Watanzania Dr. Samia hana mpinzani wa kumbabaisha katika uchaguzi mkuu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Lakini pia gazeti hili limeandika Jokate vijana msikubali kutumika vibaya kisiasa, habari katika ukurasa wa 3. Yaliyomo gazeti Mzalendo ni Mwenge kukagua miradi ya bilioni 61.1 Dodoma, habari katika ukurasa wa 7. Simba wa ajabu aonekana wao, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 20. Mhazini Chadema ajiunga rasmi CCM, habari katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Afya, gazeti hili limeandika fahamu makundi ya binadamu na tabia zake, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika boti ya pinduka yawaka moto yaua watu 143 DRC, habari katika ukurasa wa 5. Mabalozi waahidi kunadi vivutio nje ya nchi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 15. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mzalendo. Gazeti Mzalendo limepambwa na habari picha ikionyesha miundo mbinu, magari na bajaji yakipita kwa tabu barabara ya Kitunda Dar es Salaam kutokana na mvua ilionyesha juzi. Undani wa taarifa hizi ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na sasa tukiwekia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, mikononi mwangu na gazeti Mwanaspoti lenyewe limeandika hatari ipo hapa. Ni mchezo kati ya Simba dhidi ya Stellenbosch. Mchezo unapigwa hii leo, nusu fainali ya kwanza saa 10 kamili jioni uwanja New Amani Complex, wakati nusu fainali ya pili inapigwa Jumapili ijayo. Refa ni Jean Jasquez Ndala. Gazeti hili limeandika ripoti yaleta wanne Yanga. Fountain dhidi ya Yanga ni kesho Jumatatu saa 10 kamili jioni Tanzanite kwa raha. Lakini pia gazeti hili limeandika dakika za jioni Pamba Jiji inavyokataa kuizima ndoto ya miaka 23, sababu kifo cha Rundenga. Mratibu wa zamani wa shindano la Miss Tanzania Hashim Rundenga. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika Premier League Jumapili ni Ipswich dhidi ya Arsenal, mchezo unapigwa saa 10 kamili jioni. Fulham na Chelsea leo Jumapili saa 10 kamili jioni. La Liga leo Jumapili ni Real Madrid na Athletic Club saa 4 kamili usiku Bernabeu. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Kama nakala yako some kwa ndani zaidi. Na sasa tukiukie habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya habari, na mikononi mwangu na gazeti Habari Leo lenyewe katika ukurasa wake nyuma limeandika walete House
Kocha mkuu Simba Fadlu Davids amesema matumaini makubwa kupata matokeo mazuri dhidi ya Stellenbosch FC katika mchezo wa raundi ya kwanza nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar leo. Kamwe wengine watano wala kibano. Kamati ya maadili shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF imewashushia rungu watano wakiwemo meneja wa habari na mawasiliano wa Yanga Ali Kamwe. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Soa ainganisha Singida Black Stars. Timu ya Singida Black Stars imebuka na ushindi wa mabao matatu dhidi ya Tabora United kwenye mchezo wa ligi kuu Tanzania bara uliopigwa uwanja wa Liti mkoani Singida. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti hili limeandika Miss Tanzania wamlilia Lundenga, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 21. Gazeti hili pia likiandika ngumi hati kushiriki michezo Olympic, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Na gazeti hili linakamilisha dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.